Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, tunadana darsa yetu ya mnasaba Ramadan, ithaf ahli al-iman بدروس شهر رمضان. لو تبغى درس نمبر 15 الدرس الخامس عشر somo la 15 في بيان النوع الثاني katika kubainisha aina ya pili wa thalith na ya tatu min mufsidati as-sawm katika vitu ambavyo vinaharibu funga. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, i'lamu juweni أن الله كذا الله قد أباح للصائم أم حلليش كوالي فونغ الاستمتاع كستريه بأهله ومكيو في ليل الصيام katika usiku wa funga. فقال سبحانه أحل لكم حلليش كوين ليلة الصيام usiku wa funga الرفث إلى نسائكم tendo la ndoa kwa wake zenu. والرفث na rafath kinayatun, hii ni kinaya yani aljimaa, tendo la ndoa. Wakila na pamesema rafath ni kalimatun jamia, ni neno lenye kukusanya likulli ma yuridu ar-rajulu min imraatihi, kila ambacho anachokitaka mwanaume kwa mkewe. Wa ala kulli, na juu ya yote hayo, fatakhsisu dhalika bidlayl, kulihusisha jambo hilo usiku, dalilun ala tahrimihi, ni dalili juu ya uharamu wake, ala saim, juu ya aliyefunga fi nahari as-siyam, katika mchana wa funga. Wakati taqaddam, na kwa hakika imetangulia, ma yatarattab, yale ambayo yanayofungamana, ala man jama, yule ambaye aliyefanya tendo la ndoa fi nahari siyam, katika mchana wa funga, min Ramadhan min al-kaffarati al-mughallada, ile kafara nzito kama tulivyoona hapo. وهذا نهيلي مما يؤكد katika ambao yanatia msisitizo ala almuslim, juu ya muislam, al-ibtiada, kujiweka mbali, amma yuqi, jambo ambalo linaingiza fil mahdhur, katika jambo lililotahadharishwa, wa yukhillu bisomihi, na linakosesha funga yake. والنوع الثاني من المفطرات والنوع الثاني na aina ya pili min almuftirat almufsidat as-sawm, katika vinavyofunguza vinavyoharibu funga, inzalul mani min ghairi jima'in, kushusha mani pasi na tendo la ndoa, bal bisababi taqbidin, bali kwa sababu ya kubushu au mubasharatin, au kukumbatia, au istimnau, kujitoa mani, kwamba labda membushu mkeo umekuwa ni sababu kutoka kwa mani. Kubusu inafaa, lakini ukiona kwamba mimi nikibusu hali yangu itakuwa tete, basi stop. Wa huwa ma yusamma, nalo jambo ambalo linaloitwa bil adati sirriya, kupiga punyeto, au tikrar nadhar, au kukariri kutazama, yani unamtazama mwanamke wewe mpaka unajikojolea. Fa idha anzala as-saim, pindi anaposhusha aliyefunga, maana anapotoka na mania aliyefunga, bisababi hadhihi al-asbab, kwa sababu ya sababu hizi, kwa sababu miongoni mwa sababu hizi, fasada sawmuhu alayhi al-imsak, itaharibika funga yake na juu yake kujizuia, baqiyata yawmihi, siku yake iliyobaki, wa yaqdi hadha al-yawm, na atalipa siku hii alladhi ambayo hasala fihi dhalik, limepatikana ndani yake jambo hilo. Wala kafarata alayhi, na wala kuna kafara juu yake, walakin alayhi at-taubatu wan-nadam wal-istighfar, lakini juu yake kutubu na kujuta na kutaka msamaha, wal-ibtiadu an hadhihi al-ashya, na kujiweka mbali na vitu hivi, al-muthirati lish-shahwa, vinavyochibua matamanio, li'annahu fi ibadatin 'azima, sababu katika ibada kubwa, matlubu minhu, kinachotakiwa kwake, an yada shahawatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli rabbih azza wa jalla, aache matamanio yake, chakula chake, kinywaji chake, kwa ajili ya Mola wake. Wanaim, na aliyelala, idha ihtala, mpindi anapoota, fa anzal, akashusha, lam yuathir dhalika ala siyamihi, aliathiri jambo hilo funga yake, wala isa alayhi shay, na hakuna chochote juu yake alipi, wala amna kafara, lianna dhalika, sababu jambo hilo bighairi ikhtiyari, pasina matakwa yake, lakin alayhi al-ightisal kama huwa maalum, lakini juu yake kuoga kama vile inavyojulikana. النوع الثالث من المفسدات الصوم, aina ya tatu katika vinavyoharibu funga, al-aklu wash-shurbu mutaammida, kula na kunywa kwa kukusudia, liqaulihi ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Fa abaha subhanahu wa ta'ala al-akla wash-shurba ila tulu'i al-fajr ath-thani, Allah amehalalisha kula na kunywa mpaka kuchomoza al-fajiri ya pili. Thumma amara, kisha ameamrisha biitmami as-siyami ila al-layl, kukamilisha funga mpaka usiku. Wa hadha ma'nahu,
na hili maana yake tarkul akli washurbi, kuacha kula na kunywa, fi hadhihi alfitra, katika kipindi hichi, ma baina tulu'i alfajr ila al-layl, baina ya kuchomoza alfajiri mpaka muda mwanzoni mwa usiku mpaka kuzama kwa jua. Ndio maana thumma timu as-siyama ila al-layl, kama tulivyofafanua hapo nyuma, ila hapo lilghaya, yani mpaka pale mwanzoni unapoanza usiku, na mwanzo unaanza usiku ni kuzama kwa jua. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال في الصائم يدع طعامه وشرابه من أجله ومثل الأكل والشرب, na mfano wa kula na kunywa ni isalu shay'in, kuingiza kitu, min at-ta'am, katika chakula, wa sharab au sharab au kinywaji, ila al-jawf, ndani ya tumbo, min ghairi tariq al-fam, kupitia njia ya mdomo. Wakadha, na vile vile isalu kulli shay'in, kuingiza kila kitu, ma'i'in, laini au jamid au kilichoganda, ila jawfihi, tumboni mwake, ka akhdhi al-ibrati al-mughadhiya, ka akhdhi al-ibari, kaakhidhi al-ibari al-mughadhiya, kama vile kuchukua vile sindano za vyakula, wa tanawul al-adwiya, na kula dawa, kunywa dawa, wa haqni dam, na sindano za damu, fi saim, kwa aliyefunga, liisafihi bihi, kwa ajili ya kumpa huduma yeye kwazo. Kullu hadhihi al-umur, mambo haya yote, tufsidu sawmahu, yanaharibu funga yake, liannahu, sabakika yake, imma mughadhiyatun, imma vitu ambavyo vinalisha, taqumu maqama at-ta'am, vinasimama sehemu ya kula, wa imma adiyatun, na imma ni madawa, tasilu ila halqihi, nafika kooni, wa jawfihi, na tumboni mwake, fahia fi hukmi at-ta'ami wash-sharab, hivyo vipo katika hukumu ya kula na kunywa. Kama nassa ala dhalika, kama vile walivyotoa dalili juu ya hilo, kathirun min alfuqaha rahimahumullah, wengi katika wanachuoni wa fiqh, Allah warehemu. Amma al-ibaru, ama sindano, ghairu al-mughadhiya, zisizo za chakula, fa in kanat tu'khadh, zikiwa zinachukuliwa, an tariqi al-warid, kupitia njia ya mshipa, falladhi yadhhar, kile ambacho kinadhihiri, annaha tuftiru saim, kwamba kinamfutulisha aliyefunga, liannaha, sababu hakika yake, tasiru ma'a dam, vinatembea pamoja na damu, wa tamfudhu ila al-jawf, na vinapita mpaka tumboni. Wa in kanat tu'khadh, na ikiwa vinachukuliwa, an tariqi al-'adl, kupitia njia ya msuli, fal ahwat, kujitoa katika shaka, tarkuha, kuacha. Sasa nini hivi itakuwa ifika, bora ukaacha, ukajiepusha na jambo hilo, usifanye ibada yako kwa mashaka. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk, acha kinachokutia shaka, ila ma yaribuk, kiende kile ambacho kisitokutia shaka. Wa man ihtaja ila tanawul shay'in, na yule ambaye anahitaji wa man ihtaja, na yule ambaye anahitaji ila tanawul shay'in, kula kitu au kujipatia kitu, min hadhihi almadhkurat, katika hivi vilivyotajwa, li halatin maradhiyya, kwa hali ya ugonjwa, tastad'i dhalika, inapelekea hilo. Wala taqbalu at-ta'jila ila al-layl, na wala haikubali kuchelewesha, yani maradhi hayo, wala taqbal, na wala haikubali at-ta'jila ila al-layl, yani haikubali al-mardiyya, taqbil na katika mardiyya, na wala haikubali kuchelewesha mpaka usiku, hiyo hali yalionayo. Fa inna wakati yatanawalu, atakula, wa yaqdi dhalika al-yawm, na atalipa, kwamba atajipatia tu kitu na atalipa. لماذا؟ لأنه مريض، سوين مgonjwa. والله تعالى أن الله متكوف رخص للمريض بالإفطار، أممروس مgonjwa afungue, والقضاء ناليب من أيام أخر، katika masiku mengine, والاكتحال nakupa kawanja, يعتبره بعض الفقهاء, wanalizingatia jambo hilo baadhi ya wanachuoni wa fiqh, min almuftirat, na katika vitu ambavyo vinafunguza, liannahu, kwa ajili gani? Liannahu, sababu hakika yake, yanfudhu ila alhalq, inapita mpaka kooni, wayajidu swaimu ta'ama al-kuhli, na anapata aliyefunga ladha ya ile ladha ya nini, ya wanja, fi halqihi ghaliban, katika koo yake mara nyingi inakuwa hivyo, ghaliban mara nyingi. Fala yanbaghi lisaim, aitatikani kwa aliyefunga, an yaktahila, pake wanja, fi nahari siyam, katika mchana wa funga, min babi al-ihtiyat, katika mlango wa kujitoa katika wasiwasi na shaka, wabtiadan an shubha, na kujiweka mbali na shubha, mambo ambayo yanatatiza. Sasa itakuwaje? Japo kuna khilafu baina ya wanachuoni wa fiqh, wengine wanasema wanja ufunguzi, wengine hizo sindano zisizo za vyakula zifunguzi, lakini kujitoa katika shubha na khilafu, basi kufanya tu jambo hilo usiku wa Ramadhani, au kama wewe ni mgonjwa ufungue, utakuja kulipa ndani ya masiku mengine. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.